Bwana, Young Africans katoka kupata ushindi wa kwanza na muhimu dhidi ya AS FAR Rabat katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa nyumbani. Moja kati ya maeneo ambayo unapaswa kuitumia faida hiyo kwa kiasi kikubwa sana. Na Young Africans wameweza kupata ushindi wa bao 1-0. Sasa mimi bwana, najua mechi imehusisha mambo mengi sana, lakini mimi binafsi naomba nimzungumzie Mudathir Yahya, nizungumzie mazingira ya goli ambalo amefanikiwa kulitengeneza kwenda kwa Prince Mpumelelo Dube dakika ya 59, na tupate picha sasa hivi tuanze kutambua pengine nini hasa kuhusu Mudathir ambacho pengine kuna baadhi ya watu labda walikuwa wanakiona, walikuwa hawajui kilikuwa kinakuja kwenye mazingira gani, au kuna wengine walikuwa hawakioni kabisa hichi kitu kutoka kwa Mudathir. Kwanza, kiukweli bonge moja la assist. Unajua lile goli ambalo limepatikana ni rahisi sana kumsifu mfungaji kwa sababu ndo kaishia kuwainua watu kwenye viti mwisho wa siku, lakini kiukweli alichokifanya Dube hakitokei kama sio mpira wa kuvusha wa takriban mita 30 ambao Mudathir Yahya aliutundika angani na ukaenda kwenye miguu ya Prince Mpumelelo Dube. Sasa unajua kuna kitu kimoja ukijaribu kukifikiria kuhusu Mudathir, unaweza ukawa unajiuliza baadhi ya vitu kwenye kichwa chako kwamba kuna muda unajua kimwangalia Mudathir inapokuja swala la passing ability yake unakuwa ni kama unaanza kujiuliza huyu mchezaji, kwa sababu kiukweli Mudathir sio the best passer kama tunazungumza tu ukweli, na ndio maana mimi na nafikiri hata wachambuzi wengi na hata baadhi ya mashabiki wengi wanaliona pia hili. Tumeshazungumza sana kwamba Young Africans wanapokuwa kwenye phase ya kwanza kwa maana build up, kama kuna mchezaji ambaye hutaki ahusike katika mazingira hayo, hasa wakati ambapo pengine wapinzani wanakuwa wanaweka shinikizo, wanaanza kufanya pressing, ni Mudathir Yahya. Lakini pasi kama ile aliyoitoa kwa Dube inatokea wapi? Yaani unajua kuna ile kwamba, na sio leo tu, kwa mtu ambaye amekuwa akimfuatilia Mudathir kwenye misimu ya hivi karibuni mara kwa mara, kuna muda kuna Hollywood pass Mudathir anazipiga vizuri sana. Huyu mchezaji ambaye ukimtizama kwa sifa yake unamwona ni mtu ambaye kwenye phase ya build up hatakiwi kuhusishwa. Kuna muda ni kama vile watu wanakuwa wanaona kama labda mguuni, uhakika wake sio mkubwa sana, lakini huyu mchezaji kuna baadhi ya nyakati anatoa pasi za maana kweli kweli. Sasa kitu ambacho nitawaambia kuhusu Mudathir Yahya ni kweli Mudathir Yahya passing range yake haiko katika level labda ya watu kama kina Abuya au hata mtu kama Aucho alipokuepo au hata watu kama kina Pacome na wengineo, lakini kitu ambacho tunakisema kuhusu mtu kama Mudathir Yahya ambaye ni box to box midfielder, yule ni functional passer. Unajua Mudathir Yahya kuna mazingira fulani ya kimkalia sawa kwenye mechi ndipo anakuwa anapiga pasi za maana kweli kweli. Kuna mambo manne nitayazungumzia ambayo yakikaa sawa kwenye picha ya Mudathir Yahya anapokuwa na mpira mguuni anatoaga pasi za maana kweli kweli. Kwanza, akiwa na muda wa kutosha akiwa na mpira mguuni. Pili, akiwa na nafasi ya kutosha akiwa na mpira mguuni. Tatu, pasi ikiwa iko mbele yake, yani wakati anajaribu kufanya option ama akiwa anajaribu kufanya decision ya wapi apeleke mpira, pasi ikiwa mbele yake, akiwa na muda kwenye mpira, akiwa na nafasi kwenye mpira. Lakini kitu cha nne na cha mwisho ni pale ambapo mchezo unapungua kasi kidogo tu. Ina maana mambo manne. Mudathir ukimpa nafasi ya kutosha akiwa na mpira mguuni, ukimpa muda wa kutosha akiwa na mpira mguuni, pasi ambayo anatakiwa kuipiga ikiwa ni ya mbele, alafu mchezo ukipungua kasi kidogo, hapo Mudathir huwa anatoa pasi za maana, kwa sababu anaweza siwe pasa mzuri sana in general, lakini Mudathir Yahya ni mmoja kati ya wachezaji ambao uwezo wake wa kufanya maamuzi ni mkubwa sana. Sidhani kama watu wengi wanakireta ama wanakijua hichi kitu, lakini uwezo wa kufanya decisions uwanjani Mudathir Yahya ni mkubwa mno, yani decision making yake ni ya hali ya juu sana. Sasa kwa sababu sio pasa mzuri pasei, kuna mazingira kadhaa yakikutana kwa wakati mmoja, na ule uwezo wake wa kufanya maamuzi sahihi unapokuwa una apply kwenye mpira akiwa nao mguuni, ndo kile ambacho kinakwenda kutokea leo, ambacho kinakwenda kuzalisha bao ambalo Dube anakwenda kulipiga. Kwa hiyo kwa mtu ambaye amekuwa akimfuatilia Mudathir, na mimi nitawaambia kitu kimoja, miongoni mwa wachezaji ambao wamefaidika sana na pasi za mwisho za Mudathir Yahya ni Prince Dube. Toka yuko Azam, kwa wakati wako nenda karejee mechi ya Azam dhidi ya Mwadui. Hii mechi Azam walipata ushindi wa goli 2-0. Nenda kairejee assist ya Mudathir kwenda kwa Dube kama alivyofanya katika mchezo dhidi ya FAR Rabat hii leo. Karejee mchezo wa Yanga dhidi ya Azam Ngao ya Jamii msimu uliopita, mechi ambayo Yanga alipata ushindi wa goli 4-1. Pasi ambayo ilitoka kwa Mudathir kwenda kwa Dube na hali kadhalika leo tena. Kwa hiyo bwana, Mudathir Yahya kiukweli leo
amefanya bonge moja la assist. Mfuatilie vizuri toka kwenye michuano ya CHAN ambayo ilichezwa katika nchi jumuiya Tanzania, Kenya na Uganda mwaka huu. Kwenye michuano ya CHAN kuna nafasi nyingi sana Mudathir Yahya alikuwa anazitengeneza pale ambapo anakuwa na muda wa kutosha, anaiona pasi ya mbele, pasi mchezo ukawa umepungua kasi kidogo, kuna pasi nyingi sana za mbele ambazo Mudathir anakuwa anazipiga. Tenga muda wako mfuatilie. Leo katoka kutoa bonge moja la assist, alama 3 muhimu kwa upande wa Young Africans. So far so good.